Baba mtakatifu, Mungu mwenye huruma, nalibariki na kulitukuza jina lako. Baba, ninakuadhimisha, mtakatifu unaishi na kutamalaki milele yote. Bwana, ninakuinua Kristo Yesu, ninapondeka maana wewe ni mtakatifu. Bwana, mimi ni mwenye dhambi Kristo, si stahili Bwana wa rehema kusimama mbele zako, bali ninatubu Bwana Yesu na kuungama na kutetemeka. Ninaomba rehema na kibali chako Bwana Yesu. Baba, ninavunjika miguuni pako Kristo, nikiomba ulinzi wako na huruma yako Yesu, nikiomba rehema zako na utakaso wako Kristo. Baba, kanioshe, kanisafishe kwa hiyo damu yako takatifu. Masihi toka utosi wa kichwa changu hata nyayo za miguu yangu Kristo. Baba, nalisogeza kanisa hili mikononi mwako, kanisa lako Bwana, wapendwa wote na waleta mikononi mwako Kristo. Baba, katika pembe nne za dunia, Masihi popote walipo Kristo, uliwakusudia jemedari, watumishi na wateule wako wote Baba, hata wote ambao hawajakujua Kristo Yesu, nyosha mkono wako na rehema zako Bwana. Shuka Bwana wa rehema, ukalihudumia kanisa lako. Katakasa wapendwa hawa kwa damu yako takatifu, waficha na kuwachovya na kuwasimika kwa hiyo damu yako takatifu. Masihi, wacha katika hicho kilindi cha utakaso Bwana, maovu yetu yakasalia humo Kristo, sawa sawa na mapenzi yako. Tupe neema Bwana wa rehema, tunakutazamia wewe, Mungu wa kweli na wa ajabu, Baba wa miujiza, jemedari wa vita. Baba mtakatifu, kaoshe vijana, osha wazee, osha wamama, osha watoto Bwana, wahifadhi, wafariji, watie nguvu, watetee, wakumbatie Kristo na kuwaimarisha, maana wewe ni Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka Kristo. Hatuwezi pasipo damu yako, tunakuhitaji Baba yangu. Baba, mbele zetu Kristo Yesu mtakatifu, hatuwezi lolote ili sipokuwa ni wewe Kristo. Baba, neno lako Kristo liko mbele zetu, ni chakula cha uzima ulichokiandaa Bwana. Shuka mtakatifu wa takatifu, sema na watu wako sawasawa na mapenzi yako. Jina lako libarikiwe Bwana. Baba, kupitia ujumbe huu mwamba wetu, Roho Mtakatifu fungua Bwana Yesu kinywa changu, kakitakase Baba, kanyoshe mkono wako Kristo na kugusa ulimi wangu na kunitairi Bwana, nisinene mimi bali ukanene Kristo, sawa sawa na mapenzi yako Yesu. Baba, sina usemi Kristo, achilia usemi ulio sahihi, ili Bwana watu wako Kristo mtakatifu wakayajue mapenzi yako, sawa sawa na utukufu wa jina lako takatifu. Tunatamani Kristo Yesu, Baba, utuelekeze na kutufundisha sawa sawa na mapenzi yako Yesu. Ninashuka sana ili uinuliwe Kristo. Pokea sifa na utukufu Masihi, kwa kuwa unaweza Bwana Yesu, na ni katika jina lako takatifu Masihi nimeomba na kushukuru, amina. Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo popote pale mlipo. Ninamshukuru Yesu, nina kila sababu ya kumwinua Yesu, kwa sababu amekujalia wewe mwenzangu, amenijalia na mimi kuiona siku ya leo ya tarehe 1 mwezi wa kwanza, ikiwa ni tarehe mpya kabisa, ikiwa ni siku mwezi mpya na mwaka mpya wa 2025. Kwa hiyo mimi na wewe tuna kila sababu za kumshukuru Mungu, ametuvusha. Zaidi ya yote tunamuinua Kristo na kumshangilia kwa sababu ametupa uhai, ametupa pumzi. Wengi walitarajia kwamba watafika, wengi walitarajia kwamba watatoka, watarudi, lakini ndo hivyo, hata katika kule kusherekea wakijiandaa, maana wengi wamezoea, wanafikiria kwamba mara kusherekea mwaka mpya basi ni anasa, kwa hiyo wakafanya anasa. Kwa hiyo wengi walikuwa na mbwembwe na wengi wameondoka kabla hata hawajaona siku hii ya leo, lakini mimi na wewe tumewezeshwa. Sio kwamba tumekuwa wema zaidi, tuna kila sababu za kumshukuru Mungu sana, maana ni umbali aliyotutoa. Basi wapendwa, siku baada ya siku, kadri siku zinavyozidi kwenda, mwaka unaanguka, mwingine unainuka, basi tujue ya kwamba kadri miaka inavyosonga na kuendelea, ndivyo tunavyosogelea kabisa katika ujio wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo, maana maandiko yanatuahidia ya kwamba wokovu wetu u karibu,
kuliko jinsi tulivyoanza kuamini. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda, ndivyo basi tunasogelea katika nyakati za unyakuo wa kanisa takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Na ipo siku kila kitu kitaisha, anasa zitaisha, fedha zitaisha, mali zitaisha, dunia itaisha, wakati itakapokunjwa kama karatasi na vazi, na kila kitu kilichomo itakunjwa. Maandiko yanathibitisha kwamba na wanadamu waliomo watakufa kama inzi. Tumsifu Yesu Kristo. Wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, tunatazamia kwamba upo mwisho, ijapokuwa zimekuwepo kauli nyingi, wengi wamezungumza mambo mengi wakisema ya kwamba hapana, hakuna mwisho. Mwisho wako ni pale unapokufa, na unapokufa basi mambo yako yanakuwa yameisha, yamesahaulika. Hapana, kufa ni kusinzia. Kufa ni kutusogeza katika umilele. Maisha ya milele yanaanza, maisha rasmi yanaanza baada ya kufa. Kile kipindi mwanadamu anapofumba jicho, kufumba na kufumbua kama unavyoweza kuchezesha kope za macho yako, basi unajikuta katika maisha ya umilele, aidha katika raha au katika aibu, katika matatizo, taabu. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya wapendwa. Kwa hiyo inatupasa zaidi tudumu katika kumheshimu Mungu na kudumu kutetemeka mbele zake. Kila unapopata nafasi, unapopata fursa ya kusimama mbele za watu wengi, basi inakupasa utamke lililo sahihi. Wengi wetu tunapenda create content katika mitandao. Wengi wetu tunapenda kuweka vichekesho katika mitandao. Laiti tungeligeuza basi tukamtangaza hata Kristo, wala kushuhudia tu. Maana kile ambacho Yesu amekutendea, unapokishuhudia waziwazi katika mitandao, katika pasipo kuliko kumisiusi mtandao, kuiga kitu ambacho kitachekesha na kimwache mtu mwingine na madhara, wala kitu ambacho hakina maana, basi utakuwa umemsaidia mtu mahali utakapoweka ushuhuda tu. Nimekuwa hivi, Yesu amenigeuza, amenifanya hivi. Kwa hiyo utukufu namrudia Kristo, na hiyo ni injili tosha. Tumsifu Yesu Kristo. Haimaanishi ya kwamba sasa kila mmoja akatembee na maandiko akitangaza, akihubiri, akipaza sauti. Ushuhuda wako mahali ambapo Yesu amekutoa, basi ni injili tosha. Tumsifu Yesu Kristo. Wacha tuzungumzie huduma na utakatifu. Huduma na kuhusu kuchaguliwa kwa wahuduma waliochaguliwa. Tunaangalia katika Matendo ya Mitume 6 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 7. Matendo ya Mitume 6:1 mpaka 7. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema hivi: hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi na wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Pili, wale thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Tatu, basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. 4, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. 5, neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote, wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Parmena na Nikolao mwongofu wa Antiokia. 6, ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao.
Neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani kwa jina la Yesu Kristo. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Haleluya. Bwana na alibariki neno lake. Tumsifu Yesu Kristo. Huduma na utakatifu ndiyo mada tunayozungumzia, na huduma, kila mmoja amepewa huduma vile ambavyo kila mmoja ana sehemu ya kutumika. Kila mmoja ana sehemu ya kutumika, na kila mmoja aliyezaliwa, Mungu wa majeshi humleta katika uso wa dunia akiwa na makusudi ya kwamba ana jambo, ana kusudi ambalo ameletwa kuja kulitekeleza katika uso wa dunia. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo neema ya Kristo inapomwongoza mtu akaanza akajitambua sasa, akajielewa, nuru ya Injili, nuru ya wokovu inapomzukia mtu, basi akajitambua hakika kabisa ya kwamba ile huduma iliyo ndani mwake basi huangaza zaidi. Ni jukumu lake angaze zaidi sasa kupitia hiyo huduma, ili sasa akashiriki katika kujenga mwili wa Kristo, maana sote tu viungo katika mwili wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Maandiko yako dhahiri katika Wakorintho wa kwanza 12 ya kwamba alipopaa aliteka mateka, akatoa vipawa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo katika baadhi ya wengi alitoa wengi, wakawa manabii, wengine wakawa walimu, wengine wakawa wainjilisti, wengine wengine walimu, wachungaji, wainjilisti na mitume. Tumsifu Yesu Kristo, ili sasa wote katika hizi huduma waujenge mwili wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wapendwa, huduma inastahili ifanyike. Kwa nini huduma na utakatifu? Wahuduma wanaochaguliwa katika kigezo, ndo mhuduma achaguliwe. Mwanadamu hamchagui mhuduma ya kwamba atakuwa mhuduma, atahudumu. Si mwanadamu anayechagua mtu. Tumsifu Yesu Kristo. Ikumbukwe ya kwamba si mwanadamu aliyejichagua, si mwanadamu anayejichagua kuokoka. Hapana. Kile kipindi katika ule muda ulioamriwa, ambaye nuru ya Injili inamzukia mtu. Tumsifu Yesu Kristo. Anaweza akawa mtu anahubiriwa siku zote, asielewe, asishike. Unaweza ukapata ya kwamba ameng'ang'ana, amesikia, ameshupaza shingo, lakini ile siku nuru ya Injili inamzukia, sasa Yesu anaamua ya kwamba sasa ni nafasi yake, wacha sasa nimfungue ili atambue. Basi ile siku ndo huwa imeamriwa kwa jina la Yesu Kristo. Ndio maana kila mmoja na siku yake binafsi ya kuzaliwa katika mwili, ya kuzaliwa katika roho pia kupitia wokovu. Anapopokea Yesu amezaliwa katika roho, katika Kristo, na pia kuna ile siku ya kufa kwa mwili huu na kufa katika ulimwengu wa roho. Tumsifu Yesu Kristo. Kila mmoja na siku yake. Haleluya wapendwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo inatupasa tutimilize huduma zetu. Umepewa kupitia karama zile ambazo umepewa. Unaenda umepewa karama, umepewa kipaji, umepewa nini, vyote vitumike katika kujenga mwili wa Kristo. Huyu atasimamia katika kitengo cha sifa, amsifu Mungu kabisa. Yule atasimama katika kipindi cha kushuhudia kabisa, ashuhudie matendo makuu ya Kristo kabisa, kiasi kwamba amepewa neno la ushuhuda. Huyu anaposhuhudia watu matendo makuu ambayo Mungu ametenda katika maisha, wengi wanafunguliwa, wengi wanaona hapana, kumbe nilikuwa najiona nina matatizo, kumbe sina matatizo. Anawatia watu moyo na nguvu katika Kristo. Na huyo mwingine naye anaona ya kwamba ametiwa sasa, yake ni usafi, anadumisha usafi pale
kanisani, na huyo mwingine yake ni kukaribisha wageni pale kanisani. Huyu naye ni kuhudumia sasa wengine pale kanisani, anahudumia watakatifu. Huyu anawahudumia watumishi, anaandaa, kazi yake ni kukaribisha wageni. Asha, huyu mwingine naye kazi yake, yani kila mmoja anajukumika na anastahili atumike. Hizo ndizo huduma tunaweza tukahudumu katika kujenga mwili wa Kristo, tofauti na zile huduma 5 kuu tulizopewa: unabii, uinjilisti, ualimu na utume na uchungaji. Tofauti na hizo, maana huduma kuu ziko hizo 5, lakini sasa kila mmoja kuna kitu ambacho Mungu wa majeshi ametia ndani mwake. Kuna yule wa kushauri tu, akimshauri mtu kulingana na neno, basi huyu mtu anarudi katika laini. Basi kuna mtu ambaye anastahili tu, kazi yake ni kufanya usafi pale kanisani, atahakikisha pasipo kusukumwa, pasipo. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana kuna yule ambaye kazi yake ni kuhudumia tu watu kama mayatima, kuangalia pale watu, hakikisha wako sawa, wajane. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wahuduma bado wanahitajika katika kuungana, sote tuungane pamoja katika kujenga mwili wa Kristo, ili kila mmoja, yule mwimbaji anayesimama katika sifa, katika kuongoza katika ibada. Unajua kuna watu amepewa karama na utunzi, anavuviwa, amezama katika Roho, anavuviwa na Roho Mtakatifu hata ule utunzi, kiasi kwamba akisimama kuongoza zile nyimbo, kipindi cha kumtafuta Mungu, kumsifu Mungu, kumshangilia Yesu, kumtukuza, basi watu wanafunguliwa, watu wanatubu, watu wanatetemeka, wanalia, wanahisi uwepo wa Mungu unashuka. Huyu ni mtu ambaye amezama sana katika kumtafuta Mungu katika utakatifu. Ndio maana huduma na utakatifu haviachani. Lazima, ni sharti tuwe watakatifu, ni sharti tuzingatie mwito, maana tumeitwa katika utakatifu. Ni mwito wa utakatifu. Ndio maana anasema si wote walioitwa ni wengi, bali walioteuliwa ni wachache. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua, watu walipomjia Yesu wakamuuliza, Bwana, je, wanaookolewa ni wachache? Hakuwajibu ya kwamba ni wengi au ni wachache, akaitikia, lakini akawaambia, Bwana we, jitahidini ninyi kuingia katika ule mlango ulio mwembamba, maana wengi watataka wasiweze. Jitahidini nyinyi. Hakuwaambia kwamba ni wachache au ni wengi, lakini alisema msijali na hao, usijali kumwangalia mtu yeyote, bali jitahidi wewe. Jitahidi, usijali kuangalia kwamba kama fulani ameacha imani na ndo nilikuwa ninamtegemea, kama fulani anafanya hivi na ndo watu ambao tunawatazamia kule mbele. Imani yako ikijengeka kwa kumtazama mtu mwanadamu jinsi anavyoenenda, ukashindwa ukamwacha Mungu, ukashindwa kujua ya kwamba sio huyo unayemtazama aliyekufia msalabani, mpendwa, utamwacha Yesu. Na unapomwacha Yesu, hutakuwa na udhuru. Ukifa katika hali hiyo, hutakuwa na sababu. Kwa nini? Ulikuwa na maandiko, una free access ya kudumu katika kumuita Mungu, ukapiga magoti, Yesu Kristo akakusikia, ukadumu katika neno, ukadumu katika maombi, pasipo kumwangalia yeye aliyekosa, aliyeacha njia, ya kwamba unaacha kwa sababu na yeye ameacha njia, ya kwamba unakufa moyo kwa sababu labda ametamka kitu kikakutoa roho kabisa. Kwa hiyo unaachana nayo kwa sababu ya mtu. Usiache Yesu, usiache wokovu, usiache imani kwa sababu ya mtu, bali muangalie Yesu aliyemwaga damu yake kwa ajili yako. Mwangalie yeye aliyeukomboa uhai wako, aliyekufilia
aliyewekelea maisha yake chini kwa ajili ya kukununua wewe. Huyo ndiye umtazame tu, bali imani yako itakapojengeka katika kuangalia watu wanaenda vipi, mwisho utaenda ukizunguka ukasema ya kwamba hii dunia haina mtakatifu, hii dunia haina wokovu. Si tumeona kina fulani wamejaribu, wameshindwa. Kama fulani ameshindwa, hata mimi nitaviweza. Kwa hiyo utamwacha Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini utakapodumu katika andiko lako, basi hutapotea kabisa, hutamtazama mtu, na Yesu hatakuacha, hatakuelekeza. Wahuduma wachaguliwa. Kwa hiyo huduma inastahili ifanyike katika utakatifu. Ndiyo maana tunaambiwa ya kwamba Mungu alikuwa anamuonya Musa na wana wa Israeli ya kwamba waambie Waisraeli, ambia mkutano, inawapasa wawe watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wao ni mtakatifu, ni Mungu mwenye wivu, hahitaji kuchangamana na miungu. Ndiyo maana anahitaji tumtumikie katika utakatifu. Anasema yeye ndiye yeye ndiye mzabibu wa kweli. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi ni matawi, na kila tawi likalo ndani mwake hulisafisha likazaa sana. Ndiyo maana inatupasa kutusafisha vipi? Kupitia neno. Anasema nanyi mmekwisha kuwa safi kupitia lile neno ambalo nimewapa. Kwa hiyo neno linatusafisha. Tumsifu Yesu Kristo. Neno linatutakasa, linatufanya tutakasike. Tukisha takata, inatupasa tufanye huduma katika kuogopa na kutetemeka, tukiwa tunazingatia utakatifu, kwa kuwa tunayemtumikia anahitaji watakao muabudu katika roho na kweli, waabudu halisi, wamwabudu katika roho na kweli, katika utakatifu. Lazima tuwe watu wa kutubu mara kwa mara, tuwe watu wa kudumu katika utakaso, tuwe watu wa kujilinda. Maana tunaambiwa katika Mithali 4:23 ya kwamba linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Tumsifu Yesu Kristo. Inatupasa kujilinda, inatupasa kudumu katika utakatifu, inatupasa kutubu. Usione watu wanatubu ukasema unajua kuna mafundisho mengi ya kushangaza. Wengine wanaamini ya kwamba kuna dhambi tena, vile ambavyo ulikwisha kumpatia Yesu maisha. Kwa hiyo ya kale yalikwisha kupita, yamekwisha kuwa mapya. Kwa hiyo hakuna dhambi tena, uko huru milele kuendelea mpaka Yesu atakapokutoa hivyo. Kwa hiyo kazi yako ni kwenda tu kanisani na kuomba baraka, Mungu nibariki, lakini kutubu dhambi hamna. Mpendwa, tukisema ya kwamba tuna dhambi, tunajidanganya na wala tunamfanya yeye kuwa muongo. Waraka wa Yohana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo wapendwa. Kwa hiyo inatupasa, Mungu wetu ni mtakatifu, inatupasa tumtafute katika utakatifu, katika roho na kweli. Basi ndipo tutamwabudu katika roho na kweli, maana yeye ni roho, anaitwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu hakai kwa moyo uliojawa hila, uliojawa chuki, uliojawa hasira, uliojawa masengenyo, uliojawa wivu, uliojawa majivuno, uliojawa matusi, uliojawa uchafu, tamaa mbaya, uzinzi, uasherati. Roho Mtakatifu, yeye anaitwa mtakatifu, ni Roho Mtakatifu, hakai tu mahali popote. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndio maana nasema vikigezo anahitaji utakatifu, ndipo nafsi zetu, ndipo huduma zetu zitagusa na kufanya chochote, na kufanya kugusa roho za waliokusudiwa, watakombolewa. Lakini tutakapochukulia kama mazoea, tunaweza tukazini tukaingia katika kwaya,
Tunaweza tukadanganya tukaenenda jinsi tunavyotaka, alafu tukarudi kuhudumu kawaida, kwa sababu tunajua nitaenda tu asubuhi. Leo sasa umekesha kwenye gesti, umekesha ukijichanganya, alafu kesho kutwa tunaenda katika kwaya, tunaanza kuimba, tunapiga mazoezi. Mpendwa, Mungu unazibia wengine kumwona Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Huduma itakayozalisha matunda lazima ifanyike mwanadamu akiogopa kigezo na kutilia maanani kigezo cha utakatifu. Hao ndio wahuduma. Tumsifu Yesu Kristo. Mhuduma si yule mtu ambaye anapatikana tu ili mradi tumeona jamaa naomba, jamaa nafunga, tumekutana tunaye, hata mwezi haujapita, wiki haijapita, tayari tumekwisha mbandika cheo, tayari tumekwisha kumwona fulani atashikilia hiki kanisani. Ndio maana makanisa yanaanguka. Tumsifu Yesu Kristo. Hata maandiko yanathibitisha ya kwamba mtu anayestahili kuwa kigezo cha utumishi, lazima huyu mtu ajaribiwe, awe ni mtu ambaye amedumu katika miaka, ajaribiwe, ana uzoefu, ajaribiwe kwanza, aketi chini kwanza, afundishwe ili ajaribiwe baadaye kwanza, ili baadaye sasa si mwanadamu atakayemchagua bali Roho ndiye atakayevuvia ya kwamba fulani sasa ametosha. Basi huyo sasa atapewa ile karama na ataombewa, maana Yesu amekwisha kumchagua. Kwa hiyo mbele za wanadamu atathibitishiwa tu kwa kutamkiwa jambo kwa jina la Yesu Kristo, na ile huduma sasa kwa maelekezo ya Yesu Kristo, basi hiyo huduma sasa ataanza rasmi. Yesu atajitukuza na hiyo huduma itaendelea kufanya kazi katika kujenga mwili wa Kristo. Lakini leo tumekutana, tuna mtu fulani anajua kuimba sana, tukambandika, tukamweka kiongozi wa kwaya. Fulani nimemsikia anaomba sana, tukampachika, tunapeleleza. Huyu fulani ni kama ana fedha, anafanyaga wapi? Wacha tumweke awe chairman. Chairman anafanya kazi gani sasa? Hatutafuti mtu wa kampuni. Hii ni huduma ya Mungu wa majeshi na inahitajika utakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Si kama eti umeokota tu mtu kwa sababu ana cheo mahali fulani, ana fedha, ana kampuni, anaendesha, ana biashara, unamchukua tu tayari ushambandika cheo kanisani. Hapana. Mungu haangalii. Maandiko isitoshe anasema katika Yakobo 1 ya kwamba ametukuzwa ndugu asiye na cheo. Tumsifu Yesu Kristo. Lazima uwe mtu wa kunyenyekea kwanza, anyenyekee chini ya fundisho. Akishafundishika, Yesu mwenyewe atamthibitisha, maana kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3 neno huthibitishwa, huthibitika. Mungu lazima atazungumza. Si mtu ameamka tu, mchungaji ameamka, fulani unastahili, chukua hiki. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna utaratibu. Hatufanyi wachungaji na watu, hatufanyi mitume na watu, tunafanywa mitume na Yesu mwenyewe. Analeta karama ndani mwetu, na mwisho anatuweka kwanza chini ya fundisho la kweli, ili sasa anatuchonga na kuichochea ile karama. Inapoinuka na kulelewa, basi wakati unapofika sasa na kudhibitika, basi ile karama sasa ina manifest na inaanza kutumika kwa jina la Yesu Kristo. Lakini wewe umeanza tu leo, ndo amesikia neno akajivuna, nataka kosane na pale mahali ambapo anashiriki, kwa sababu na yeye anahisi ya kwamba amekwisha kujua kuhubiri, amekwisha kujua sasa amekwisha kujua sasa, amekwisha inuka, na yeye anataka apewe nafasi, anataka apewe cheo, analazimisha, anataka ajitenge akafanye ya kwake.
Tumsifu Yesu Kristo. Lakini Mungu akiangalia anasema bado. Unafikiri ni mchezo? Yesu alisubiri miaka. Yesu alianza huduma akiwa na miaka 30 miaka. Yesu akiwa tu katika mafundisho. Isitoshe akafanya kazi kwa miaka 33. Baada ya mwaka wa 3, nusu yake ndo akasulubiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Akawa amemaliza kazi. Alivumilia kwanza. Sio mtu hajakomaa ameokotwa tu from nowhere, akaletwa tu. Hata maandiko huwa yanasema vigezo vya mtumishi ya kwamba awe mtu aliyekomaa. Tumsifu Yesu Kristo. Katika neno, katika huduma, mtu aliyekomaa lazima adumu kwanza katika mafundisho mpaka Roho mwenyewe athibitishe. Lakini anapoambiwa hivyo anaona mchungaji ananilalia tu, mchungaji anipendi, mchungaji. Wengi wetu tunapeleka wachungaji wengine wetu mbio, hata tunatafuta talaka katika makanisa yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu hatuelewi, tunapenda, unafikiria cheo ni cha faida, ni mahali pa kupata faida. Hapana mpendwa, hapana. Tumsifu Yesu Kristo. Huduma inahitaji utakatifu na uvumilivu. Ndio maana maandiko yanasema katika Timotheo wa kwanza 5:22 ya kwamba usiwe mwenye haraka kumwekelea mtu mikono. Kumwekelea mtu mikono ni kumchagua, ya kwamba amekuja tu kaona huyo ni mzuri, ndio huyo ushapachika. Wewe sasa, wazee wa kanisa washaamua huyu atakuwa Asha. Tumsifu Yesu Kristo. Hapo sasa ndo mtafeli kabisa, kama mkienda kwa macho haya na akili za kibinadamu. Tumsifu Yesu Kristo. Makanisa mengi yanasambaratika kwa sababu ya hili, huduma na utakatifu. Angalia mfano huu wa huduma wachaguliwa. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi na wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wale thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana nikakwambia kujenga mwili wa Kristo, wapendwa, tunahitaji viungo vingi, na sote tu viungo kujenga mwili wa Kristo. Kanisa linakamilishwa na watu wengi. Kanisa yani ushirika. Maana mimi ni kanisa, mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tunapokutanika kama maandiko yanavyosema, tusiache kukusanyika, tunaujenga mwili wa Kristo. Ule ushirika, ile huduma, zile huduma nyingi, tunaujenga mwili wa Kristo. Zile karama nyingi, ule utumishi tunavyotumikia Mungu kwa kujitoa. Unajua, tusipozingatia utakatifu. Kwa nini tunafaa tuzingatie utakatifu? Chochote tunachokihudumu na kukitenda kwa Mungu wa majeshi kinatutumia hazina juu, na chochote kinachofanywa pasipo kuheshimu kigezo cha utakatifu ni kazi bure. Huduma yoyote inayofanywa pasipo kuzingatia kujitakasa, pasipo kujizingatia utakatifu, wapendwa, tukachukulia mazoea ya kwamba ni kuhubiri tunahubiri, ni uwasha tunafanya, ni uinjilisti tunafanya, ni unabii tunafanya, pasipo kuzingatia maisha ya utakatifu. Wapendwa, ndio maana nasema si wote wanitao Bwana Bwana watakaourithi ufalme, bali ni wale wayatendayo mapenzi ya Baba yangu. Na siku hiyo wengi watasema, kwa jina lako tulitoa pepo. Tumsifu Yesu Kristo. Tulifanya ishara, lakini atasema, ondokeni kwangu, siwajui, sikuwajua. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, utakatifu. Tutakapozingatia hili,
Basi jinsi tunavyotembea wapendwa, ndipo wapendwa, huduma zetu zitapata kibali. Chochote tunachohudumu na kufanya, basi kitakuwa kinatuwekea hazina juu, na utumishi wetu hautakuwa ni bure. Maana kazi ya kila mtu itajaribiwa ile siku. Wakorintho wa kwanza 3. Kazi ya kila mtu itapimwa na itajaribiwa kwa moto. Yesu Kristo ndo moto, neno ni moto. Itapima kazi ya kila mtu. Je, umejenga kwa manyasi? Umejenga kwa miti? Umejenga kwa mawe ya thamani? Umejenga, tumsifu Yesu Kristo, kwa udongo? Bwana Yesu asifiwe. Yule anayezingatia utakatifu, anayezingatia kujitakasa, anayezingatia kunyenyekea, huyo ndo sasa atakapotumika, ndo anayewekeza sasa, anajenga katika ule msingi, maana msingi ni Kristo. Tunaambiwa katika Wakorintho wa kwanza 3, hakuna msingi mwingine awezaye kuweka mtu mwingine isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa na Kristo. Ile siku uliyomkiri Yesu akawa Bwana na Mwokozi katika maisha yako, ya kwamba ya kale yamepita, yamekuwa mapya, unaanza msingi. Basi umepiga msingi na umewekeza katika hazina yako juu, nyumba utakayokwenda kuishi. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nazungumzia habari za ufalme kwa sababu hatupotezi muda. Tunajua ya kwamba haya hatuyafanyi by mistake. Tunatazamia kuona ufalme, tunatazamia kuona uzima. Yote chini ya kiisha, Mwokozi atatutosha. Je, umeamua? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wapendwa, kile unachokihudumu katika utakatifu, unawekeza, unajenga kupitia vyombo vya thamani, vito vya thamani, na lile jumba lako tutajua matajiri katika ufalme. Kama jinsi watu wanavyoishi duniani, kuna viwango vya maskini, kuna viwango vya walio wastani, kuna matajiri. Tumsifu Yesu Kristo. Ndivyo kuliko, maana wapo watakaojenga kwa dhahabu, mawe ya thamani yanayozungumziwa. Maandiko yanasema ya kwamba kazi ya mtu ikiungua na kuteketea, huyo mtu ataokolewa japo kwa aibu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni 50-50, haijulikani. Ndiyo maana inatupasa tujitoe kabisa, tutumike, lakini tuzingatie kigezo cha utakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo walikuwa wamesahau wajane. Kukawa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua, Wayahudi wakawa wananungunika kule Uyunani, Ugiriki, juu ya Waebrania hawa. Kwa nini Waebrania hawa ambao walikuwa ni mitume wameacha wajane wetu, katika huduma ya kila siku? Ndiyo maana maandiko huwa yanatuambia hivi, mpendo. Tumsifu Yesu Kristo. Ndiyo maana chunga sana. Maandiko yanasema ya kwamba leteni zaka zenu katika nyumba ya Bwana, ili kiwemo chakula katika nyumba ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Maana mpendwa, zaka inastahili ishughulikie wajane, si mali ya mchungaji. Zaka inastahili angalia wajane, inastahili shughulikia, maana kuna watu hawajiwezi pale kanisani. Ndo kazi ya zaka. Tumsifu Yesu Kristo. Zaka inastahili shughulikia wajane na sadaka zinazotolewa. Tumsifu Yesu Kristo. Hasa zaka nazungumzia zaka inastahili ishughulikia wajane, mayatima.
Tumsifu Yesu Kristo. Wasiojiweza na watu wengine waliopungukiwa na mapungufu mbalimbali, na kuata sadaka za hiari pia vinastahili vitolewe kwa utaratibu, ingawaje mhuduma atatumika kwa hivyo, lakini sio zaka. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo, wapendwa. Kwa hiyo wale thenashara wale 12 au Wayahudi au Waebrania wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Ndiyo maana karama ziko nyingi. Ndiyo maana mpendo wa Mungu aliye hai unatumika vile vile kama kufagia kanisani. Usichoke. Hakuna siku usitarajie mchungaji wako aje akufagilie. Shikilia tu hiyo karama, usiangalie mtu ya kwamba mbona mimi nimefanya sana. Ni kazi yako ni kupanga viti, ushering. Kazi yako ni kukaribisha wageni. Shikilia mpendwa, ifanye katika utakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Ninasikia vijana wengi wakiongea mambo ya kushangaza. Kijana amepewa nafasi ya ushering. Sasa yeye ndo anajua wavulana wote ambao wanakuja katika hiyo kanisa wageni, anataka ajipendekeze kwao, aridhishe mwili. Kama ni kijana wa kiume, anataka ajue wasichana wote wa vijana wote wa kike wanaoingia wageni, anataka afanye nini? Ajipendekeze kwao. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuna utakatifu hapo. Hiyo kazi ni heri uiache kwa jina la Yesu Kristo. Heri uiache. Maana maandiko yanasema ya kwamba ole wake mtu yule atakayesimama na kuwa kikwazo kwa mmoja kati ya wadogo hawa ambao wamemwamini Mungu. Anastahili afungiwe. Ingemfaa mtu huyo afungiwe jiwe kubwa shingoni mwake, yaani kongwa la dhambi zito, kumaanisha atakuwa katika kifungo kikubwa, anakutupwa katikati ya kilindi cha bahari. Kumaanisha nini? Bahari ile inasimamia bahari ya moto, ziwa la moto. Atatoswa kilindini chini zaidi, ina maana atahukumiwa katika vina zaidi, hukumu itakuwa kali zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa, ushers, heshimu Mungu. Kanisa, heshimu Mungu. Usiangalie mchungaji, usiangalie naibu wa mchungaji. Mchungaji, mtume, nabii, mwinjilisti, mwalimu, heshimu Mungu. Huduma ni ya Mungu, watu ni wa Mungu. Hukumu, kazi ni ya Mungu. Hukumu ni ya Mungu. Sote tunaenda kwa Mungu. Mpendo wa Mungu aliye hai, tutajibu nini mwisho? Tumsifu Yesu Kristo. Lazima tutumike kwa kutetemeka na kuogopa. Tusikurupuke kwa sababu tunataka kuonekana tunatumika, basi tukaenda tukafanya tunavyoona ni vema. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wapendwa, angalia utaratibu. Ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Angalia, ni kuhudumia wageni tu katika kanisa, lakini unajua kanisa inabeba huduma tofauti tofauti, lakini wakawa wametarajia tena mitume waache kazi ya kuhubiri, waje tena waanze kusabu wale wageni. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana wachungaji wanaimba kila siku, jamani, tunatafuta nyumbani huku wako. Hakuna mtu anataka, jamani, tunatafuta atakayefanya hiki na hiki, jamani, watu wa kufanya usafi kanisani. Mpendo, kanisani. Hata tunadiriki kusema kazi ya kanisa ni, hata tukitoa mfano huko nje, usinifanyishe kazi ya kanisani, yaani ina maana anasema nilipe
siwezi fanya kazi isiyokuwa na mpendwa. Kazi ya kanisani na malipo tena makubwa. Ufalme wa mbinguni unawekeza hazina ambayo hazina zote unaziweka hata duniani haziwezi fikia. Hata ukawa umewekeza katika benki ya kimataifa wapi, hata ikawa ni International Monetary Fund, hiyo benki huwezi kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Huwezi kabisa. Mtu aliyewekeza hazina mbinguni kupitia matendo mema, basi mtu huyo ni far much better, yuko bora zaidi kuliko mtu ambaye yote ana utajiri na kila kitu cha duniani hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Maana ni tajiri hapa na ni maskini juu, lakini ni tajiri wa imani hapa na matendo mema, lakini ni tajiri juu mbinguni, ana kasri jumba la dhahabu. Tumsifu Yesu Kristo. Nani ametengeneza hatima yake? Bwana Yesu akasema, msijiwekee chini duniani, nondo na kutu viharibupo, bali jiwekeni hazina juu usikoharibika kitu, wala nondo hawafiki, wala kutu wevi hawavunji na kuiba. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo sikia mstari wa 3, basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu, yule amewekwa wale sio tena mwanze kuhubiri tena marudi, wakati watu wapo wengi kumaanisha mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Tena walioshuhudiwa kuwa wema, wenye wema kwanza, wenye matendo mema, wenye kujawa na Roho, kigezo cha pili, na hekima ya Roho. Maana mtu ambaye Roho Mtakatifu ana hekima, sio mtu ambaye atakayeona mtu amekosa ya kitu, hata ameona mjane amekuja kumwona tatizo, anakwenda kutangaza, anakuwa msengenyaji, anaanza kufarakanisha. Tumsifu Yesu Kristo. Na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Tumsifu Yesu Kristo. Licha ya hao watu kuchaguliwa, sasa watawaombea na kudumu ili Mungu awathibitishe sasa kwa jina la Yesu Kristo. Unaona vigezo hivyo? Lakini sisi tumekuwa tunachagua tu ovyo ovyo. Tumsifu Yesu Kristo. Ili mradi mtu anakuja anasema, Bwana asifiwe, mimi nami nimeokoka. Tumsifu Yesu Kristo. Nampenda Yesu. Alafu tunaona hata ile dada anavyoongea, ndugu anavyoongea, ni mtakatifu. Kumbe amevaa tu sura. Kumbe hata nikiwakana nimekuja kumaliza kanisa. Na wahudumu wanasema wamependezwa na sura, wanasema huyu ndiye sasa. Mwisho anapewa cheo. Akishabandikwa cheo, hapo kwa hapo kanisa linaanza kutafuta, maombi zinaanza kuzimika we, mifungo inaanza kukauka we, mambo yanaanza kubadilika we, maroho machafu ya uzinzi yanatupwa tu kwa washirika we. Sasa kanisa linaanza kubadilika, linatafuna. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu tu tulifanya haraka kumwekelea mtu mikono, kinyume cha Timotheo wa kwanza 5:22. Usiwe haraka wa kuwekea mtu mikono. Ndiyo maana mitume kwanza waliangalia vigezo vya wema, wenye kujawa na Roho na hekima ya Roho, ili tuwaweke juu ya jambo hilo, ili tena waombewe tena. Neno hili likapendeza machoni pa makutano wote. Chagua Stefano, mtu aliyejawa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Parmena na Nikolao mwongofu wa Antiokia, mtu aliyepokea Antiokia. Hawa wote walikuwa wokovu, wamethibitishwa na Roho Mtakatifu, ndo wakawekwa ili ile huduma izalishe. Lakini sisi tunachukua mtu mchafu, mbwa mwitu aliyevaa ngozi ya kondoo, sasa tunamuingiza pale
Mwisho anaanza kukamua kanisa, anakamua, toa roho za uchafu. Tumsifu Yesu Kristo. Mwisho kanisa linakuwa limenenepa, linaisha, inabaki jina tu, huduma ya utakatifu, lakini kinachohubiriwa ndani, twende ng'ambo, twende Ulaya, tunarudisha nyota, wachawi wako, lakini imeandikwa huduma ya utakatifu, kanisa takatifu la Yesu Kristo, lakini kinachohubiriwa imegeuzwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tusiwe wepesi kuwekelea watu mikono. Kuwekelea watu mikono inamaanisha kuwachagua watu. Chunguza kwanza, usichunguze mtu vile ambavyo tunapeleleza. Tuma mtu fulani sana, atujue mtu kwa jinsi ya mwili. Maandiko matakatifu yanathibitisha, bali tumchunguze mtu katika roho. Tuna uwezo wa kumuuliza Yesu. Paul, ndugu Paul mwenyewe, basi usione vile ambavyo Paul anahubiri mpaka watu wanainuka wanashangilia, mpaka watu wanatetemeka. Hapana, uliza Yesu, amini sirini, atafunua yote kwa jina la Yesu Kristo. Ambao wakawaweka moja ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. Baada ya kuomba, licha ya kuwaona, inawapasa tena kuomba. Ndio Mungu akathibitisha, wakaweka sasa mikono juu yao. Kumbuka tumekwisha ona kule waraka wa kwanza wa Timotheo 5:22, usiwe haraka, mtu wa haraka kuwekelea mtu mikono. Usiwe na haraka kuwekelea kila mtu mikono, bali wajaribiwe wote. Maandiko ya Yohana pia yanafafanua katika waraka wa Yohana wa kwanza 4, wapenzi, msiamini kila roho, bali zichunguzeni hizo roho. Tumsifu Yesu Kristo. Neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Kwa hiyo kupitia watu waliothibitishwa, neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Wapenda, tunaishi siku za mwisho. Shetani anazidi kuwa mwerevu kuliko wale ambao wanalegeza, maana kuzimu haichoki, kuzimu haijali. Lakini huku sisi tumetumia old methods, njia za kitambo. Unapoona mtu amekwisha kudhibitisha tayari, mwisho anaingia kanisani, mwisho anaanza kusikia, anafundisha ndoa za pili, anaanza kuoa. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, kazi yetu itajaribiwa kwa moto. Huduma hizi tutatoa hesabu jinsi tulivyopokea na jinsi tulivyohudumu na kutumika kwa jina la Yesu Kristo. Bwana atusaidie sote, Bwana tusaidie, tujue ya kwamba hatuna muda, bali tumtafute Mungu katika roho na kweli, naye atatuthibitisha kwa utukufu wa jina lake takatifu. Yeye yuko pale pale, anasema niite nami nitaitika, nitakuonyesha mambo makuu na magumu usiyoyafahamu na kuyajua. Nasema pia katika Zaburi, fungua kinywa chako nami nitakijaza. Msifu Mungu, mwite Mungu, mwambie Mungu, siwezi bila wewe. Nielekeze, nipe njia nitakayotumika, nionyeshe huduma yangu, nitimilize, nitakase na kutumikia katika roho na kweli, ili utakaposhuka nisiwe mtu wa kuelekeza wengine kama kibango barabarani. Mwisho magari yanapita, kibango kinabaki pale pale.
tumsifu Yesu Kristo. Bwana tusaidie sote. Wa mbinguni, Baba mtakatifu wa majeshi, aliyeshinda kulitukuza kwa Baba yako, Baba umekwisha tena na watu wako Kristo. Asante Mungu wetu kwa pamoja umekuwa mwaminifu na mkamilifu kwa mambo ya Yesu. Baba ninazidi kunyenyekea Kristo, nikiomba utakase Bwana Yesu, nazidi Bwana kujaliza Kristo Yesu, palipopungua ishi Baba kapitalize Kristo ili mwamini Yesu. Baba nika Yesu Kristo kafungue wote kwa jina lako takatifu. Baba tusaidie tudumu katika utakatifu na kubana rehema kuishi katika mapenzi yako. Sifa inatosha kabisa katika jina lako takatifu nasi Baba tumeomba na kushukuru. Asante Yesu, amina.